ambacho Baba umekuwa pamoja na sisi kwa utukufu wa jina lako Mfalme. Baba wetu, asante kwa kupokea maombi yetu. Tangu tulipoanzia kuomba umekuwa pamoja na sisi Bwana. Umekuwa kiongozi wetu. Wewe ni Mungu nyakati zote, na hivyo ndivyo tunavyojua. Wewe ni Mungu nyakati zote, Bwana wa mbinguni. Baba wetu, umetutendea mema. Umetuvua mavazi ya aibu. Umetuvua mavazi ya dharau kwa utukufu wa jina lako Mfalme. Asante Bwana wa majeshi. Hakuna mwingine kama wewe, mtakatifu wa Israeli. Tusaidie kutunza na kulinda mavazi mapya katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, pokea sifa, maana hakuna mwingine kama wewe. Bariki Bwana wote ambao wamepatikana siku hii ya leo kutuongoza katika maombi katika jina la Yesu. Tunapoingia katika kipindi cha sifa, wacha tukusifu. Pokea sifa zetu, pokea kuabudu kwetu, Mfalme wa wafalme. Wewe ni Mungu nyakati zote, na hivyo ndivyo mioyo yetu inavyojua. Pokea sifa Mwana wa Mungu, pokea sifa na utukufu Jehova. Wakati huu Bwana wa mbinguni, tunapokungojea kwa ajili ya kukusifu, tupe nguvu Baba wa mbinguni na moyo Baba wa sifa kwa utukufu wa jina lako. Daudi akakwambia atakuimbia wimbo mpya. Weka nyimbo mpya katika ndimi zetu. Weka wimbo mpya Baba wa mbinguni katika ndimi zetu, katika mioyo yetu, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu ambaye Bwana wa mbinguni hatutakuimbia kama mazoea, hatutakusifu kama mazoea, lakini Bwana wetu wa mbinguni tutakuimbia wimbo mpya siku hii ya leo. Tufanikisha katika uimbaji huu, tufanikisha katika ibada ya siku hii ya leo, katika jina la Baba na la Mwana Yesu Kristo tuomba tukiamini. Amen. Tutaingia katika kuabudu na Mungu wetu atatuelimisha. Sasa jamani, tuongoze katika kuabudu. Tutaabudu kidogo. Kidogo hapo tuingie. Ushagoro yako nishigahodie Jigawanja Galileo Pranjena Gatene Mone Megitaga Ligwanyone Weta Igoro Mongawe Wigayi Wana holy jaga, holy
Tumeanza na kuomba ya kwamba tuweze kuondolewa maaibu, na ninashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ni kazi anayoifanya. Pia tumeambiwa tuko na nguvu, tuko na uwezo ya kumua na kuadhibu. Ninashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni wakati na msimu wa kuondolewa aibu. Na neno la Mungu linasema kama kuna kuondolewa aibu, tunaondolewa maaibu, na yenye tumeambiwa kama ya magonjwa, kuna uponyaji katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Na katika kitabu cha John 5, nitataja tu. Katika kitabu cha John 5, neno la Mungu linasema ya kwamba mtu yule aliyekaa pale ile miaka yote, neno la Mungu linasema ya kwamba akaulizwa na kwa nini utaweza kupona. Bwana yetu apewe sifa. Akasema ni kwa sababu sina mtu. Wakati maji yanachokora pale, ninakosa wa kunisaidia kuingia. Bwana yetu apewe sifa. Neno la Mungu katika Mark chapter 2, ukiteremka hapo utapata mwingine Yesu akawa katika ile hali yake ya kuzunguka na kuponya watu. Neno la Mungu linasema ya kwamba akawa na watu na ambao walimleta kwa Yesu. Wakati walifika kwa Yesu wakapata ya kwamba umati uko mwingi, watu wako pale wamejaa, hakuna venye wanaweza mfikia Yesu. Sio yeye alipambana. Bwana yetu apewe sifa. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati walifika pale, waling'ang'ana na wakahakikisha ya kwamba huyu amepata uponyaji. Bwana yetu apewe sifa. Wakabomoa juu wakaweza kumfikisha. Bwana yetu apewe sifa. Inaweza kuwa maaibu na mambo na mauzito ambao tuko nayo ni kwa sababu tumekosa watu. Bwana yetu apewe sifa. Inaweza kuwa yale mambo ambayo yanaonekana na aibu na watumishi ni kwa sababu tumekosa watu. Watumishi wamepambana na maisha kwa sababu hawana washirika wa kuwashikilia. Wamekosa mambo ambao wanahitaji ni kwa sababu wanawana wasaidizi. Bwana yetu apewe sifa. Wacha ujipeleke mbele zake Mwenyezi Mungu. Dakika tu moja. Lord, na wewe atakapokupa watu ujue kukaa na wao. Pia wewe jiombea kwamba mchana wa leo utakuwa mtu kwa mtu ili akaweze kuonaji kwa mtu kwa kuinua na tunakushukuru kwa neema na upendo wako mchoma. Mungu wa ajabu umesema ya kwamba ni muda na wakati wa kuondoa katika maaibu. Ni wakati wa kukubalisha tena choka. Mungu wa ajabu tunajua wakati unaoponyaji ambao tunaweza kukosa kusimamia kwa sababu hatuna wengine mfano. Hatuna watu wa kutushikilia mfano. Na kuomba siku ya leo na mchana wa leo choka. Kabea watumishi wako mfalme wako
utukufu wa jina lako Jehova. Neno lako linasema mtu mmoja akasema ya kwamba atapata kusaidia wakati maji yalikuwa yanatiririka. Tunaweza kuwa tumekaa mahali kwa sababu katika jina la Yesu tumekosa utukufu. Asubuhi ya leo tunaomba watusaidie katika jina la Yesu. Tunaomba watu kwa maisha yetu. Tunaomba watu kwa kutupa. Tunaomba watu kwa kufikiria kwa mambo yetu. Watusaidie tukaweza kuona katika jina la Yesu. Watu ambao tukiwa na maumivu watasikia maumivu yetu katika jina la Yesu. Watu ambao watang'anika, watu ambao watajua Mungu wetu kuona ya kwamba ni sisi wanasaidia katika jina la Yesu. Pokea sifa wote msaada ulio wetu wakaribisha. Ndio Baba, neno lako limetuambia kwamba watu wakapambana mmoja wao wapone. Baba, tupe watu ambao watapambana uone tunaishi maisha mazuri. Kwa utukufu wa jina lako Jehova. Tunaweza kuwa dharura ambazo tuko nazo ni kwa sababu hatuna watu wa kutusaidia. Peana kwa watumishi wako. Mungu wa kupeana peana. Abrahamu akasema wewe utapeana. Tuko na shuhuda ya kwamba na neno lako ulipeana. Baba, peana watu kwa utukufu wa jina lako, kwa maisha yetu, kwa watumishi wako mfalme siku ya leo. Wacha mfalme tusaidike pahali ambapo tunahitaji kusaidika na kwa sababu ya watu, kwa utukufu wa jina lako Jehova. Wacha sifa zikurudie mfalme. Wacha ukatusaidie mfalme. Wacha ukatusaidie mfalme wa ajabu. Hata kukaa na watu vizuri mfalme, kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa, utukufu wote ni wako. Na ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Pokea sifa. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Daiwa kwa wewa mageganya. Daiwa kwa wewa mageganya. Daiwa kwa wewa mageganya. Daiwa kwa wewa mageganya.
Marekani.